ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. The Ministry of Health is pleased to announce that Uganda has... Kama waziri wa afya, nina furaha kubwa kueleza kwamba Uganda imetangaza rasmi mwisho wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa mwaka 2026. Hivyo basi, kufikia leo tunapozungumza, Uganda haina tena ugonjwa wa Ebola. As we speak now, Uganda is Ebola free. Mamlaka za afya nchini humu zinasema hatua hiyo imekuja baada ya siku 42 kupita tangu mgonjwa wa mwisho wa ugonjwa wa Ebola, raia wa Uganda, kuondoka hospitalini tarehe 16 mwezi uliopita, hatua inayokidhi masharti ya shirika la afya duniani WHO ya kutangaza mwisho wa mlipuko. Ijapokuwa mgonjwa wa mwisho kutibiwa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda alikuwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeruhusiwa kuondoka hospitalini tarehe 16 mwezi wa Julai, mamlaka za afya nchini humo hazikutumia tarehe yake ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini kuhesabu siku 42. We are counting from the last Ugandan national who was discharged because tulianza kuhesabu siku kuanzia siku mgonjwa wa mwisho raia wa Uganda alipoondoka hospitalini, kwa sababu mgonjwa wa mwisho alikuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hakuwa na mtu yeyote aliyekuwa amekutana naye kwa karibu. Kwa hivyo tunahesabu kuanzia raia wa mwisho wa Uganda aliyeruhusiwa kutoka hospitalini, ambayo ni tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026. On the 16th of June 2026. Waziri Baryomunsi ameeleza kwamba mgonjwa huyo alikuwa ameingia nchini Uganda akiwa amejificha kwenye lori la mizigo, hivyo alihesabiwa kuwa ni kisa kilichoingizwa kutoka nje ya nchi na kwamba hakuwa na watu waliokutana nao nchini Uganda ambao wangeweza kuambukizwa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulitangazwa nchini Uganda mwezi Mei baada ya watu wenye maambukizi kuvuka hadi nchini Uganda kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mlipuko huo, Uganda ilirekodi visa 20 vya ugonjwa huo vilivyothibitishwa. Kati ya visa hivyo, watu 18 walipona, huku raia 2 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Kati ya visa hivyo vile visa 15 vilihusishwa na maambukizi yaliyotokea nchini DRC. Katibu wa kudumu wa Wizara ya Afya nchini Uganda, Daktari Diana Atwine, amedokeza kuhusu machache Uganda iliyojifunza kutokana na mlipuko huo. Fundisho la kwanza tulilolipata ni kwamba kama serikali tunapaswa kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kufadhili juhudi zetu dhidi ya ugonjwa kama huu bila kusubiri misaada ya nje. Pili ni kwamba tunapaswa kuwa na nia ya kisiasa. Kwa mfano, rais wetu ameonyesha hilo daima. Ndio mtu wa kwanza nchini kutoa wito kwa wananchi kuwa makini. Hata wakati huu mnajua alitoa wito huo. Omulanga era mumanyiti yakuba omulanga. Uganda pia imekuwa ikishirikiana na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha ufuatiliaji wa visa katika maeneo ya mpakani ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya imewataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kufuata miongozo ya afya. Shirika la Afya Duniani WHO kwa upande wake bado halijatamka kuhusu hatua ya Uganda kutangaza kumalizika kwa ugonjwa huo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na wazimamoto nchini Japan wamethibitisha kuwa watu wengi wamenaswa ndani ya jengo la kituo cha biashara baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba mji wa pwani wa Kumamoto kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Shirika la utangazaji la serikali NHK limeripoti kuwa mawasiliano na wafanyikazi kati ya 20 hadi 30 bado hayajapatikana tangu tetemeko hilo kutokea. Zaidi na Victor Kenani. Shirika la habari la NHK lilinukuu vyanzo vya polisi likisema wafanyakazi kati ya 20 na 30 hawakuweza kupatikana, huku likionyesha picha za magari ya huduma za dharura yenye taa nyekundu zinazowaka nje ya jengo hilo. Polisi walisema kuwa hawakuweza kuthibitisha iwapo kuna vifo ndani ya jengo hilo. Shirika la habari la Kyodo liliripoti kuwa watu 4 walikimbizwa hospitalini, wote wakiwa na fahamu.
Watu wengine kadhaa pia wanaaminika kutojulikana walipo katika kiwanda cha Japan Paper baada ya sehemu ya juu ya bomba la moshi kuanguka, NHK iliripoti kinukuu vyanzo. Mtu mmoja alifariki baada ya nyumba kuporomoka wakati wa tetemeko hilo, Kyodo iliripoti. Picha kutoka maeneo mengine ya mkoa wa Kumamoto kusini magharibi mwa kisiwa cha Kyushu zilizoonyeshwa mapema na NHK zilionyesha visa kadhaa vya moto, madaraja yaliyoharibiwa, treni ya mizigo iliyotoka kwenye reli na nyumba kadhaa zilizokuwa katika hatari ya kuporomoka. Tetemeko hilo lililotokea saa 10:27 jioni kwa saa za Japan lilikuwa na ukubwa wa 7.1 kwenye vipimo vya Richter kulingana na shirika la hali ya hewa ya Japan JMA. Mfululizo wa matetemeko ya baadaye ulifuata, ikiwemo moja yenye ukubwa wa 6.1 iliyotokea saa 11:08 jioni. Taasisi ya jiolojia ya Marekani USGS ilikadiria ukubwa wa tetemeko hilo kuwa 6.8. Japan hupata mamia ya matetemeko kila mwaka, lakini mengi husababisha uharibifu mdogo. Barabara nyingi zilifungwa na huduma za treni za mwendokasi za Shinkansen zilisimamishwa katika eneo hilo. Uwanja wa ndege wa Kumamoto ulifungwa kwa muda kabla ya kufunguliwa tena Jumanne jioni. Hospitali mbili ziliripoti kupokea angalau wagonjwa 50 waliojeruhiwa kila moja, NHK iliripoti. Shirika hilo pia lilisema kuwa takriban watu 10 walijeruhiwa katika makazi ya wazee. Waziri wa ulinzi wa Japan alisema jeshi la Japan limetuma wanajeshi 3600 kwa ajili ya shughuli za uokoaji na misaada ya maafa pamoja na ndege 20 kutathmini kiwango cha uharibifu kutoka angani. Awali, shirika la hali ya hewa la Japan lilitoa tahadhari ya uwezekano wa tsunami yenye urefu wa hadi mita 1, lakini iliondoa onyo hilo saa 12:10 jioni. Hakukuwa na hitilafu zozote zilizoripotiwa katika mitambo ya nyuklia, mamlaka ya udhibiti wa nyuklia ilisema. Kampuni hiyo ilisema vinu vitatu vya nyuklia vilivyokuwa vinafanya kazi katika eneo hilo wakati wa tetemeko vilikuwa vinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Japan ni moja ya nchi inayokumbwa na matetemeko mengi ya ardhi duniani, ikiwa juu ya mabambamane makubwa ya tektoniki katika ukingo wa magharibi wa ukanda wa Pasifiki unaojulikana kama Ring of Fire. Visiwa hivyo venye wakazi wapatao milioni 125 hupata mamia ya mitetemeko kila mwaka na huchangia takriban 18% ya matetemeko yote duniani. Naam, ni taarifa yake Victor Kenani. Tukiangalia bado majanga ya kiasili, wimbi la joto kali linalotarajiwa kukumba nchi kadhaa za Ulaya wiki hii linahatarisha juhudi za kupambana na moto mkubwa wa nyika nchini Ufaransa na Hispania. Moto huo ukitajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kizazi hiki. Zimamoto wanasema wamepiga hatua, lakini wanaonya kuwa hatari bado inaendelea. Viwango vya joto Ufaransa vinatarajiwa kuvuka nyuzi joto 40 wiki hii. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, Macron pia alisema kuwa moto uliokuwa ukiwaka katika eneo la Landes umeweza kudhibitiwa na hauendelei kusambaa. Macron amesema rasilimali zote zinazopatikana zimeelekezwa katika operesheni za kuzima moto huo, huku zaidi ya wanajeshi 1500 wakishiriki katika juhudi hizo. Rais huyo aliongeza kuwa njia maalumu za kuzuia moto kuenea zimechimbwa na kuimarishwa ili kuzuia moto huo kusonga mbele. Bila shaka kesho itakuwa ngumu zaidi kuliko ilivyo leo. Tutatumia kila rasilimali tulionayo na tutaendelea kubuni mbinu mpya pamoja nanyi ili kushinda mapambano haya. Kipaumbele chetu bila shaka ni kuokoa maisha. Hivyo pale tunapohitaji kuwahamisha watu ili kuokoa maisha, tunawahamisha. Pale tunapolazimika kutoa misitu au wakati mwingine mali ili kuokoa maisha, tunafanya hivyo. Julian Boynet, mkazi wa mji wa Bazas, ameambia kipindi cha Today cha Radio 4 kwamba eneo hilo sasa linashuhudia watu wengi waliokimbia makazi yao kutokana na moto huo. Amesema mamlaka za mji huo zimeanza kukusanya mahitaji muhimu yakiwemo mablanketi na nepi za watoto kwa ajili ya kusaidia walioathiriwa. Mwandishi wa habari kutoka Uhispania aliyoko Cebreros, mji ulioko takriban kilomita 65 magharibi mwa Madrid, amesema wakazi wanaendelea kufuatilia hali hiyo kwa hofu, huku wimbi jipya la joto kali
likirejea. Juan Navarro ameiambia BBC kuwa katika siku 3 zilizopita vikosi vya zimamoto vimepata mafanikio muhimu na kupiga hatua kubwa katika juhudi za kudhibiti moto huo. Hata hivyo, amesema Jumanne itakuwa siku ngumu kwa huduma za dharura kutokana na hali joto inayotarajiwa kufikia nyuzi 40 za selsiasi. Ameongeza kuwa unapopita katika vijiji vinavyozunguka Cebreros, kila kitu kimegeuka kuwa cheusi kutokana na athari za moto. If the fire reach the city of Bordeaux, moto ukifika katika mji wa Bordeaux itamaanisha kwamba tutalazimika kuhamisha angalau watu milioni 1. Hivyo inaonyesha jinsi moto huu ulivyo mkubwa. Hii ndio hatari kubwa zaidi ambayo hatujawahi kabisa kuona nchini Ufaransa. Huu utakuwa moto wa karne. It will be the fire of the century. Huduma ya taifa ya hali ya hewa ya Uhispania imesema kuna hatari kubwa sana ya kutokea kwa moto wa misitu kutokana na joto kali na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania Fernando Grande Marlaska alisema jana kuwa Jumatatu na Jumanne ni siku muhimu sana katika juhudi za kudhibiti moto wa misitu unaoendelea nchini humo. Jumatatu, wizara ya mambo ya ndani ilisema zaidi ya watu 60,000 wamehamishwa kutoka makazi yao katika maeneo ya Madrid, Avila na Toledo. Huduma ya hali ya hewa ya Uhispania imesema hali joto ya juu inatarajiwa kuendelea angalau hadi Jumapili. Magharibi mwa mji wa Bordeaux, vikosi vya zimamoto vimeripoti kuwa usiku uliopita hali ilikuwa tulivu kwa kiasi na viliweza kuzima milipuko kadhaa mipya ya moto. Hata hivyo, eneo hilo lililoteketezwa na moto halijaongezeka. The air was quite smoky. Hewa ilikuwa imejaa moshi kiasi kwamba ilikuwa vigumu kupumua. Harufu ya vitu vilivyoteketea ilienea karibu kila sehemu ya jiji. Hali hii inaonekana kama ya kusadikika, hasa ukizingatia kwamba jana usiku kwenye habari walisema moto ulikuwa mbali kwa takriban kilomita 10 kutoka mipaka ya jiji. Inatisha sana kwa sababu tuna maeneo mengi ya kijani kutokana na bustani na miti tulionayo. Hivyo moto unaweza kulikaribia jiji kwa kiwango kikubwa tena sana. The fire would get really close. Maafisa hao wanasema hali kwa sasa imeimarika, lakini moto bado haujadhibitiwa kikamilifu. Hata hivyo, leo inatarajiwa kuwa siku muhimu kwa kuwa hali joto inatarajiwa kupanda kwa kasi na kufikia kiwango cha juu cha nyuzi 30 za selsiasi. Kurejea kwa joto hilo pamoja na upepo unaovuma kutoka mashariki kunatarajiwa kuwasha tena mabaki mimea yanofuka moshi na kusababisha moto kulipuka upya. Shukran Leila kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, zaidi ya raia 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu wiki iliyopita. Waasi wa ADF wanatuhumiwa kufanya mauaji hayo, huku duru za kiusalama jimboni Ituri zikisema inahofiwa kuwa hadi watu 50 wameuawa. Amida Abubakar na maelezo zaidi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine imekumbwa na mauaji ya raia yanayohusishwa na kundi la waasi la ADF. Kundi hilo lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State na ambalo lilianzishwa na waasi kutoka Uganda limeendelea kutajwa katika mashambulizi ya kikatili dhidi ya wananchi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Mashambulizi ya hivi karibuni yameripotiwa katika vijiji kadhaa vya eneo la Babila Babombi ndani ya wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Kulingana na vyanzo vya eneo hilo na maafisa wa usalama, angalau watu 18 waliuawa siku ya Ijumaa katika kijiji cha wachimbaji madini cha Njapanda Bela. Lakini kwa wakazi wa Ituri, huu ni mwendelezo wa mateso ya muda mrefu. Kwa zaidi ya miaka 30, maeneo haya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini yakikumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha, hali ambayo imegharimu maisha ya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Wachambuzi wanasema kundi la ADF limebadili mbinu zake za operesheni. Badala ya kushikilia maeneo makubwa, wapiganaji wake wamegawanyika katika vikundi vidogo vinavyotumia misitu ya Ituri kujificha na kupanga mashambulizi. Kwa miezi kadhaa sasa, kundi hilo limekuwa likidai fedha kutoka kwa wakulima wa kakao na wachimbaji madini, wakazi ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya usalama. Wakazi wa eneo hilo wanasema wengi wao hulazimika kulipa fedha hizo kwa hofu ya kushambuliwa. Wanalalamika kuwa maisha yao yamegeuka kuwa tahadhari na hofu ya kudumu, huku safari za kwenda mashambani au migodini zikiwa na hatari kubwa. Tangu mwaka 2021, Uganda imepeleka wanajeshi katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri kusaidia jeshi la Kongo katika mapambano dhidi ya ADF.
Hata hivyo, operesheni za pamoja za kijeshi bado hazijafanikiwa kukomesha mashambulizi dhidi ya raia. Wakazi pia wanasema wanajikuta katika mazingira magumu wanapojaribu kushirikiana na vikosi vya usalama, jambo ambalo limechangia hofu na ukimya katika baadhi ya jamii zilizoathirika. Kulingana na viongozi wa asasi za kiraia, zaidi ya watu 190 wameuawa tangu Januari mwaka huu katika eneo la Babila Babombi pekee. Na huku mashambulizi yakiendelea, wananchi wa Ituri wanaendelea kuishi kwa hofu ya waasi na matarajio ya siku ambayo usalama utarejea katika maeneo yao. Naam, ni taarifa yake Hamida Abubakar. Serikali ya Marekani imeipongeza uamuzi wa Chad kujiondoa wanachama katika mahakama ya uhalifu wa kivita ICC, ikieleza kuwa chombo hicho cha mahakama kuwa na kasoro. Katika taarifa yake iliyotoa katika mtandao wa X, idara ya serikali ya nchi hiyo inayohusika na masuala ya Afrika imesema hatua hiyo inachukuliwa na taifa hilo la Afrika ya Kati inaashiria nchi hiyo kurudisha mamlaka yake kamili taifa kama nchi nyingine zinavyofanya. Taarifa zaidi na Liz Masinga. Katika taarifa hiyo, Marekani imesema kamwe haitasalimisha mamlaka yake kwa mahakama ya kimataifa isiyowajibika na kusema kuwa mamlaka nchini humo zitafanya kampeni ili kukomesha kile ilichokiita ukandamizaji unaofanywa na mahakama hiyo. Mamlaka nchini Chad zinasema zilitafakari kwa kina kabla ya kutoa uamuzi huo na kusisitiza kuwa nchi hiyo haijihusishi na uhalifu wowote wa kibinadamu wala uhalifu wa kivita. Siku ya Jumatatu, Chad ilitangaza nia yake ya kujitoa wanachama wa ICC kwa maelezo kuwa mahakama hiyo ina utendaji mdogo na usio sawa. Imelaani kile ilichokieleza kama upendeleo na pia jinsi inavyofanya uchunguzi, mashtaka na vizuizi kwa nchi zilizo kusini mwa dunia, hususan Afrika ukilinganisha na maeneo mengine duniani. Nchi hiyo imedai kuwa kati ya mashauri 13 yaliyochunguzwa tangu mahakama hiyo kuanza kufanya kazi mwaka 2002, 9 yanahusu mataifa ya Afrika. Hatua hiyo ya Chad inajiri huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa serikali ya Marekani dhidi ya mahakama hiyo ya uhalifu wa kivita ICC. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Chad, wiki iliyopita Julai 23, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri msaidizi wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, Frank Garcia, kujadili masuala ya ICC. Siku chache baadaye, Chad ilimtaarifu rasmi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa uamuzi wake wa kujiondoa katika mahakama hiyo. Marekani imetoa wito kwa wanachama wengine wa ICC kujiondoa kwenye mkataba wa Roma ambao unaeleza juu ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo. Wakati Marekani ikipiga kampeni dhidi ya ICC, mahakama hiyo nayo inaendelea kukabiliwa na changamoto za ndani. Kwa sasa inamtafuta mwendesha mashtaka mpya baada ya kumfukuza Karim Khan. Chad inajiunga na orodha ya mataifa mengi yanayoituhumu mahakama hiyo ya ICC kwa ubaguzi, huku ikizitaka nchi za Afrika kuimarisha mifumo yao ya sheria ya ndani badala ya kutegemea mahakama za magharibi. Burkina Faso, Mali na Niger nazo pia zimeanza mchakato wa kujitoa kutoka mahakama ya ICC ambayo inawashtaki watu binafsi kwa makosa ya hatia za kivita na makosa dhidi ya binadamu. Naam, na sasa tunaelekea kwake Ive Buchana na taarifa za michezo. Barabara kabisa, nianze na mashindano ya kombe la Kagame. Punde sipunde timu ya Jamus kutoka Sudan Kusini inamenyana na Simba Sports ya Tanzania, mechi ya kundi B itakayopigwa kwenye uwanja wa Pele Nyamirambo. APR Jani ilishinda Garden Republican ya Djibouti 3-1, wakati Gor Mahia ya Kenya ikikubali kichapo cha 1-0 dhidi ya Vipers ya Uganda iliyosonga mbele 1-1 katika nusu fainali baada ya kushinda mechi zake 2. Kwengineko, aliyekuwa kocha wa Real Madrid Zinedine Zidane amethibitishwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa. Didier Deschamps, kocha aliyedumu kwa muda mrefu zaidi kama kocha wa Ufaransa, amehitimisha muda wake wa miaka 14 katika uongozi wa timu hiyo baada ya taifa hilo kuondolewa katika hatua ya nusu fainali na Uhispania kwenye kombe la dunia. Zinedine Zidane, mshindi wa kombe la dunia akiwa na Ufaransa mwaka 1998, amekuwa nje ya ufundishaji tangu alipoondoka Real Madrid kwa mara ya pili kama kocha mkuu mnamo mwaka 2021. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 54 anayechukuliwa na wengi kuwa mchezaji bora zaidi wa zamani wa Ufaransa atasaini mkataba utakaomfanya aongoze taifa hilo kupitia mechi za kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2030. Baada ya kuteuliwa, alisema ni chanzo kikubwa cha fahari kuongoza timu ya taifa ya Ufaransa
kufuatia kumaliza kwao katika nafasi ya 4 kwenye kombe la dunia. Nimekuwa nikisema mara kwa mara, hakuna kitu kikuu kuliko timu ya taifa ya Ufaransa. Hivyo ni furaha na ni wazi fahari kubwa kuwa kocha wa timu hii ya taifa ya Ufaransa, aliongeza Zinedine Zidane. Mechi ya kwanza ya ushindani ya Zidane akiwa madarakani itakuwa ya ugenini dhidi ya Uturuki katika mashindano ya National League mnamo mwezi Septemba tarehe 25. Sasa ni riadha. Mnyarwanda Florence Niyonkuru ameshinda medali ya kwanza kabisa katika historia ya Rwanda kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola Commonwealth Games baada ya kushika nafasi ya 3 na kujinyakulia medali ya shaba katika mbio za mita 10,000 kwa wanawake kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka huu inayofanyika Glasgow nchini Scotland. Florence Niyonkuru alitumia dakika 31 na sekunde 55.47 akimwacha kwa umbali mdogo sana Esther Chebet wa Uganda aliyeshika nafasi ya 4 kwa kutumia dakika 31 na sekunde 55.70. Rose Davis wa Australia ndiye aliyeshinda medali ya dhahabu kwa kutumia dakika 31 na sekunde 39.32, huku nafasi ya pili ya medali ya fedha ikichukuliwa na Mkenya Diana Wanza aliyepiga dakika 31 na sekunde 50.13. Nikirejea katika soka, Chelsea wanalenga kukamilisha dili za Maxence Lacroix, Danny Welbeck na Jordan Henderson, na umri wa watatu hao wenye uzoefu unaonekana kuashiria mabadiliko makubwa katika mbinu za usajili za timu hiyo. Akiwa na umri wa miaka 26, inaweza kusemwa kuwa beki wa Crystal Palace na Ufaransa Lacroix yuko kwenye kiwango chake bora, lakini mchezaji huyo anayelengwa kwa kitita cha pauni milioni 52 bado ni mkubwa kwa umri, hasa ukilinganisha na sajili nyingine za hivi karibuni za timu hiyo ya Chelsea. Mshambuliaji wa Brighton Welbeck ana umri wa miaka 35 na ana hamu kubwa ya kuhamia Stamford Bridge, huko kiungo wa Brentford na timu ya taifa ya England Henderson akiwa na umri wa miaka 36. Kuwasili kwa Welbeck kunaweza kumaanisha kuwa anachukua nafasi ya Liam Delap mwenye umri wa miaka 23 kwenye kikosi cha kwanza. Je, hii inaashiria mabadiliko ya maksudi katika mkakati wa usajili, kuwapa kipaumbele wachezaji wenye uzoefu badala ya vijana? Huo ndio mwisho wa makala yetu ya spoti. Jina langu ni Ivei Buchana. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: Uganda ijitangaza kwa huru kutokana na ugonjwa wa Ebola baada ya kupita siku 42 bila kupata mgonjwa mpya. Wimbi la joto kali Ulaya linahatarisha juhudi za kudhibiti moto wa nyika unaoteketeza maeneo makubwa ya Ufaransa na Hispania. Leo ni siku ya kimataifa ya homa ya ini, na rais wa Marekani Donald Trump asema hatua zimepigwa kuelekea kutafutia ufumbuzi mzozo wa Iran. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi msikilizaji, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Na kushukuru sana David Toll pamoja na Patrick Mayoro, Moses Kiyiro na Melo Super kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Dickson Gabriel pia uko nasi katika matangazo ya leo jioni. Mimi ni Karurobi na mwenzangu ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kumekuwa na mazungumzo aliyoyataja ya kirafiki kuhusu mzozo wa Iran baada ya pande hizo mbili kusitisha mashambulizi kwa siku ya 3 hii leo. Bwana Trump amewaambia waandishi wa habari kuwa kuna nafasi nzuri ya kufikiwa mwafaka wa kumaliza vita vya Iran. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
Rais wa Marekani Donald Trump aidha ameonya kwamba Marekani itarejea kufanya kile walichokuwa wakifanya kabla ya kusitishwa kwa mapigano iwapo mazungumzo ya sasa yatashindwa kuzaa matunda. Iran nayo imekanusha kuwa kuna mazungumzo yoyote ya moja kwa moja yanayoendelea. Trump alisema aliamua kusitisha mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran siku ya Ijumaa baada ya nchi zinazopatanisha pande zote hizo mbili kumwomba ayape mazungumzo nafasi nyingine. Sababu pekee inawafanya watake kukutana na sisi ni kwamba tumekuwa tukiwashambulia kwa nguvu sana. Nina subira ya kutosha na nina muda wa kutosha. Muda upo wa kutosha. Ukanda wao wote wa pwani umeharibiwa kabisa. Mlango wa bahari wa Hormuz uko katika hali nzuri sana. Na kwa sasa tunaendelea na mazungumzo. Unajua wao ndio waliotaka kuzungumza. Iran vile imesitisha mashambulizi yake. Kusitishwa kwa mapigano huko kunafuatia karibu wiki mbili za mashambulizi ya kila siku ya Marekani dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran, hali iliyodhoofisha kwa kiasi kikubwa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa mwezi wa Juni. Jeshi la Marekani lilisema wakati huo kwamba mashambulizi yake yalilenga kupunguza uwezo wa Iran kutishia usafiri wa kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu duniani ya usafirishaji wa mafuta. Bei ya mafuta ilishuka kwa zaidi ya 9% siku ya Jumatatu na kufika dola 87.59 kwa pipa wakati mmoja, kutokana na matumaini kwamba mvutano huo unaweza kupungua. Akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump pia alipouza taarifa za vyombo vya habari zilizodai kwamba baada ya miezi mitano ya mapigano, akiba ya silaha na risasi za Marekani imeanza kupungua. Aidha, Trump alisema kwamba idadi kubwa ya vifaa vya kijeshi inaendelea kutengenezwa, hususan makombora ya kujihamia Patriot ambayo yanathaminiwa sana. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya White House Anna Kelly amesema kwamba jeshi la Marekani lina akiba ya kutosha ya silaha, risasi na vifaa vya kijeshi kutekeleza malengo yote ya kimkakati ya Rais Trump na hata zaidi. Aidha, alisema kwamba operesheni Epic Fury imeonyesha kinachoweza kutokea unapochokoza Marekani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema katika mahojiano kwamba kusitishwa kwa muda kwa mashambulizi dhidi ya Iran kunatoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia na kunatoa muda kidogo ili mazungumzo yaweze kuwa na matokeo. The president is keeping all options on the table. Rais anaendelea kuzingatia maamuzi yote yaliyopo. Nimezungumza na wapatanishi na pia nimezungumza na waziri wa ulinzi Pete Hegseth. Kile ambacho rais anafanya kwa sasa, kama tulivyoona tangu mwanzo, ni kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia. Mazungumzo yanaendelea na yanafanyika katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya wataalam wanaoshughulikia masuala ya kiufundi hadi ngazi za juu kabisa za uongozi ndani ya serikali ya Iran na serikali ya Marekani. Within both the Iranian government and the US government. Marekani na Israel zilianza mashambulizi yao dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi wa Februari. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani na mali nyingine katika nchi za Guba, pamoja na kushambulia maeneo mbalimbali ndani ya Israel. Mwezi wa Juni, Iran na Marekani zilitia saini hati ya makubaliano ya kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Hata hivyo, baada ya vikosi vya Iran kushambulia meli za kubeba mafuta katika njia hiyo ya bahari tarehe 13 mwezi wa Julai, Marekani ilianza tena mashambulizi ya angani dhidi ya Iran na kurejesha mzingiro wa kijeshi wa baharini katika bandari za nchi hiyo. Iran baada ya hapo ilijibu kwa kushambulia vituo na kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, mashambulizi yaliyosababisha vifo vya wanajeshi 4 wa Marekani. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran, mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo vya makumi ya watu tangu wakati huo. Felice Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Naam, tukiangazia bado mzozo wa Mashariki ya Kati. Katika siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, shule moja ya msingi eneo la Minab kusini mwa nchi hiyo ilishambuliwa na kuua watu 156, 120 kati yao wakiwa watoto. Karibu miezi mitano baadaye, Marekani bado haijatoa matokeo ya uchunguzi wake kuhusu janga hilo, ingawa ripoti za vyombo vya habari kuhusu tathmini ya awali ya kijeshi la Marekani zinaonyesha kuwa huenda wao ndio waliowajibika. Rais Trump amesema huenda isijulikane ni nani aliyekuwa na makosa. Taarifa ya Nawal Al-Magafi inawasilishwa na Leila Mohammed. Sehemu hii iliwahi kujawa na sauti za watoto, lakini sasa madarasa haya yamenyamaza. Amaine Nademi alifundisha katika shule hii kwa miaka 6.
Huwezi kuita shule. Hapa kuna kuta tu zenye harufu ya kifo, huzuni na damu iliyomwagika hapa. Wakati vita vilipoanza, wataalamu wanasema ushahidi unaonyesha kuwa shambulio la Marekani lilipiga shule ya Shajere Tayeba iliyoko Minab kusini mwa Iran. Mamlaka zilikuwa na hamu ya sisi kufika hapa kwa sababu shambulio hili limekuwa sehemu kubwa ya kesi ya Iran iliyowasilishwa kwa dunia. Na nyuma yangu hapa, imepita miezi tangu shambulio hilo, lakini bado wanaendelea kuchakura vifusi wakitafuta mabaki ya wale waliouawa. Shambulio lililopiga ghorofa ya juu ya shule hiyo na kusababisha madarasa ya wasichana kuporomoka na kuangukia ile ya wavulana. Nilipofika kwenye lango la shule, kulikuwa na umati wa watu. Wote walikuwa wazazi wa wanafunzi, wakikimbia kuelekea shuleni bila viatu, bila chochote. Nilijiuliza, kwa nini wanakuja shuleni? Hakuna mtu hapa, kila mtu amekimbia. Sikujua kwamba wote walikuwa wamefunikwa na vifuzi. Hizi ni nyuso za wale waliouawa katika shambulio hilo. Watu 156, kati yao 120 walikuwa watoto. Reza alikuwa mmoja wa wahudumu wa kwanza wa dharura kufika katika eneo la tukio. Nilimwona mwanangu mmoja na ndugu zangu, alikuwa akiomba, tafuteni tu mtoto wangu, mpate mtoto wangu jamani, mwanangu yu wapi? Ilikuwa jambo gumu sana na nilijua kwamba hakuna aliyekuwa hai, lakini sikuweza kumwambia kwamba mwanao amefariki. Uchunguzi huru kuhusu shambulio hilo umeibua maswali iwapo shule ililengwa kwa sababu ya ukaribu wake na kituo cha IRGC. Marekani bado haijatoa matokeo ya uchunguzi wake, lakini Reza anasisitiza kwamba hakuja kuwa na shughuli yoyote ya kijeshi hapa kwa miaka mingi. Ilikuwa hivyo, lakini si siku hizi. Eneo la jeshi na kila kitu kilichokuwa karibu na hapa kilihamishwa miaka mingi iliyopita. Hapa huzuni imekuwa jambo la kawaida. Ndugu wanakuwa kando ya makaburi ya kaka na dada zao ambao maisha yao yalikatishwa mapema. Masume alipoteza binti yake wa miaka 9 Sitayesh katika shambulio hilo. Shule ilikuwa imeisha. Kulikuwa na harufu tu ya moshi na nywele za watoto. Niliona mkono na mguu vilikuwa vimetenganishwa vipande vipande. Kama wengi wa wazazi hapa, huzuni yake imechanganyika na hasira. Trump aangamizwe, azame katika damu ya watoto hawa. Katika nchi iliyogawanyika sana kutokana na uongozi wake wa kimabavu, shambulio dhidi ya shule hii liliwaunganisha wengi walio na huzuni. Ni ukumbusho mkali kwamba kila vita huleta pamoja navyo gharama kubwa ya kibinadamu yenye kuangamiza. Naam, ni taarifa yake Leila Mohamed. Na sasa basi tuangalie kidogo masuala ya afya. Siku ya kimataifa ya homa ya ini huadhimishwa kila mwaka duniani kote Julai 28, yani siku kama ya leo, kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu athari za ugonjwa huu, kutoa elimu ya kujikinga na kuhimiza upimaji na chanjo. Na kutaka kupata uelewa zaidi juu ya ugonjwa huu, nimezungumza na daktari bingwa wa mfumo wa chakula na ini katika hospitali ya taifa Muhimbili nchini Tanzania, Dr. Swale Kitabu Pazi. Mara nyingi siku ya homa ya ini duniani inaadhimishwa ikiwa ni kumbukumbu ya ugunduzi wa homa ya ini ya virusi hivi, na kumbukumbu hii imewekwa na WHO makususi kwenye kuwahimiza watu duniani waweze kupima virusi vya homa ya ini na kuweza kupata uelewa dhidi ya virusi vya homa ya ini na hatimaye kuchukua hatua mbalimbali kwenye kujizuia na maradhi au madhara ya tatizo hili la homa ya ini. Hali ya ugonjwa huu ikoje kwa sasa? Kimataifa takriban watu zaidi ya milioni 500 wanaishi na virusi vya homa ya ini duniani kwa sasa hivi, na kwa mwaka 2024 watu milioni 1.3 wamefariki dunia kwa sababu ya madhara ya tatizo la homa ya ini ya virusi vya aina ya B na C. Shida hii ni kubwa na inawaathiri watu wengi, na katika nchi yetu pia sisi sio kisiwa, miongoni mwa maeneo tulioathirika katika tatizo hili ni nchi yetu pia, kwa sababu ni miongoni mwa nchi za kusini mwa jangwa la Afrika. Tumekumbana pia na hii kadhia ya virusi vya homa ya ini ya B na C na kupelekea vifo na mateso mengi kwa wagonjwa wetu wanaopata shida ya virusi vya homa ya ini.
Umetaja hapo B na C. Kwa mtu ambaye hajui, kuna aina ngapi ya aina za homa ya ini? Homa ya ini ziko za aina kama 4-5 hivi. Kuna homa ya ini ya A, B, C, D, E, lakini hizi homa zingine zote ambazo sio B na C, kwa kweli madhara yake yanakuwa si makubwa sana kulinganisha hizi na B na C, kwa sababu inapelekea saratani ya ini. Sasa hii B ndio ambayo mpaka sasa hivi hatujajua dawa yake nini, dawa yake haijagundulika. Kwa hiyo ndio ya hatari zaidi tuseme. Wakati hii C inayotiba ndio inaweza kutibiwa na ikapona. Wakati hii B japokuwa haina dawa ya kutibu ikapona, lakini inayo chanjo ya kuzuia mtu asipate virusi aina ya B. Lakini hii C ambayo haina chanjo inayo tiba ya kutibu virusi vya homa ya C. Kwa hiyo sasa utakuta kwamba virusi vyote vya B na C mwisho wa siku mtu anaweza kupata saratani ya ini. Kwa hiyo tofauti yake kubwa ipo katika maambukizi zaidi, kwamba virusi vya aina ya C wanavipata sana wale watu wanaotumia kujidunga dawa za kulevya, wanapata zaidi C, lakini hii B ni zaidi wanapata watu ambao mama zao walikuwa wanaishi na virusi hivi, maana wanazaliwa navyo virusi hivi. Kwa hiyo kuna kundi kubwa la watu wanaoishi na virusi hivi kwa sababu ya kuzaliwa navyo. Zaidi ya 60% ya watu ambao wenye virusi vya aina ya B wamepata kwa njia ya kuzaliwa navyo, yani kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, aidha wakati wa ujauzito, wakati wa kuzaliwa au wakati wa kunyonyeshwa. Lakini ziko njia zingine pia za kupata virusi vya aina ya B. Pamoja na hiyo ya kuzaliwa nayo, lakini kuna kujamiana pia, kuna kuwekewa damu isiyokuwa salama, kuna kushikana vitu vyenye ncha kali, vyote hivyo ni vya hatarishi vya kupelekea maambukizi au virusi vya homa hii ya ini ya B. Wako watu wanasema kwamba virusi hivi mtu akiwa navyo usile naye, usimpe mkono, nguo yake usivae. Huu ni unyanyapaa ambao kwa kweli hauna maana na unahatarisha sana pia kwenye vita hii au mapambano ya dhidi ya virusi vya homa hii ya B na C. Mtu atajuaje kama amepata homa ya ini na jinsi ya kujiepusha na ugonjwa huo? Bahati mbaya sana virusi vya homa ya ini vinapoingia kwa mara ya kwanza, dalili zake huenda wakawa mtu akazidharau, kwa sababu virusi vinavyoingia vinakuwa dalili zake zinafanana na virusi vingine kama vya mapua vile. Mtu atapata homa kidogo, utajisikia uchovu, viungo vinauma, mara mwili unauma, na kuna baadhi ya watu wanakwenda hospitali wanapimwa, wanasema bana, mimi pengine na UTI au na malaria. Utakuta anatumia dawa Panadol na anakaa vizuri, lakini kile kirusi kimeingia na kinapiga hatua nyingine ya maendeleo ya ndani ya mwili wake. Kwa hiyo dawa kubwa ya kujua kwamba na virusi au sina ni kupima. Ukishapima ndio utajua mimi nina virusi au sina, kwa sababu wakati unaacha kupima, wakati virusi vimeingia na hujui, ugonjwa huo unakwenda hatua nyingine ya virusi sugu, na hiyo hatua ya virusi sugu sasa ndio ambayo yenye hatari, ndio ambayo inapelekea mtu kupata wakati mwingine dalili mbalimbali ambazo ni kubwa. Mathalan ni mgonjwa mwenye virusi vya homa ya ini na akapata shida ya ini ya B, maana yake ni kwamba atakuja hospitali kwa sababu ya kutapika damu au kupata choo cheusi. Kwa hiyo mtu atakuwa anaishiwa damu mara kwa mara na choo kinakuwa cheusi kama lami. Kwa hiyo mtu anavuja damu kwa sababu ini lake alifanya kazi vizuri. Lakini pia anaweza akaja hospitali huyu mtu macho yake ni ya njano. Kwa hiyo ni dalili ya juu ya huo ugonjwa. Anaweza akaja hospitali wakati mwingine tumbo lake limevimba, kumbe limejaa maji ndani. Na wakati hawa wagonjwa pia wanakuja hospitali wakiwa wamechanganyikiwa, wanapoteza mpaka fahamu. Kwa hiyo dalili ambazo ni kubwa zaidi mgonjwa kufika hospitali. Lakini hizi dalili zote hizi mgonjwa akiwa nazo itamlazimika alazwe na apate huduma kubwa zaidi hospitali. Kwa ugonjwa ambao unaweza ukazuilika kwa kupata chanjo au kutumia dawa ukapona kabisa, na mwingine akaendelea. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Uganda yajitangaza kuwa huru kutokana na ugonjwa wa Ebola baada ya kupita siku 42 bila kupata mgonjwa mpya. Wimbi la joto kali Ulaya linahatarisha juhudi za kudhibiti moto wa nyika unaoteketeza maeneo makubwa ya Ufaransa na Uhispania. Na Rais wa Marekani Donald Trump asema hatua zimepigwa kuelekea kutafutia ufumbuzi mzozo wa Iran. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na leo hii uko nami Halima Nyanza kutoka Dar es Salaam na mwenzangu ni Carol Robi kutoka Nairobi. Msikilizaji, naona umetuma ujumbe wako kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, unasema ugonjwa wa homa ya ini unatibika, tuwe tunapima ili kujua afya zetu. Geoffrey Mashanda, nafikiri ujumbe huu utuma mwanzo kabisa, ulikuwa unauliza virusi vya homa ya
ya ini husababishwa na nini, lakini nafikiri umepata jibu kutoka kwa daktari bingwa wa magonjwa hayo kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Na tukisonga mbele, wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia jana imetangaza kunyongwa kwa wahamiaji 5 kutoka Ethiopia kwenye mkoa wa Asir baada ya kukutwa na hatia ya kuingiza bangi nchini humo kimagendo. Kunyongwa kwa watu hao kulikotangazwa jana kumefanya idadi ya raia wa Ethiopia walihukumiwa adhabu ya kifo katika miezi ya hivi karibuni kufikia 17. Ambia Hirsa anaarifu zaidi. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia ilisema kwamba vyombo vya usalama vilifanikiwa kuwakamata wahusika na uchunguzi uliofanyika ulisababisha kufunguliwa kwa mashtaka dhidi yao kwa kutenda uhalifu huo. Hukumu hiyo ilithibitishwa katika ngazi ya rufaa, ikaidhinishwa na mahakama kuu na hatimaye kutekelezwa kwa amri ya kifalme kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Wizara hiyo ilisisitiza utekelezaji wa hukumu hizo unalenga kulinda usalama wa raia na wakazi dhidi ya janga la dawa za kulevya na kuwapa wasafirishaji na wasambazaji wake adhabu kali zaidi zinazotambuliwa na sheria. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, shirika la Human Rights Watch lilionya kuwa takriban wahamiaji 65 kutoka Ethiopia wanakabiliwa na hatari ya kunyongwa kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Hata hivyo, tangu taarifa hiyo kutolewa, hukumu za kunyongwa kwa wahamiaji 14 tayari zimetolewa. Vyombo vya habari pia vimeripoti kuwa zaidi ya raia 200 wa Ethiopia wanasubiri hukumu ya kifo katika gereza la Khamis Mushait, ingawa idadi hiyo haijathibitishwa kwa njia huru na Human Rights Watch. Kwa mujibu wa mamlaka za Saudi Arabia, wahamiaji hao walihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa aina ya hashish. Nadia Hatman, mtafiti mwandamizi wa haki za wakimbizi na wahamiaji katika shirika la Human Rights Watch, amesema utayari wa Saudi Arabia wanyonga wahamiaji wa kigeni kwa makosa yasiyohusisha matumizi ya vurugu kufuatia kesi ambazo ziliwanyima haki za msingi za kuwapa mwenendo wa haki wa kisheria unaonyesha dharau kubwa kwa haki na maisha yao, huku akizitaka nchi washirika kuchukua hatua za kuingilia kati. Mashirika ya kimataifa na ya Ethiopia yanayotetea haki za binadamu, viongozi wa dini, asasi za kiraia pamoja na serikali mbalimbali zimetoa wito kwa mamlaka za Saudi Arabia kuwasamehe wahamiaji hao na kuwaruhusu warejee nchini mwao. Na kampuni ya kutengeneza dawa ya Kimarekani ya Johnson & Johnson imesema imekubali kulipa kiasi cha dola za Marekani